ni document kama hizi ndo zitatupa. Sawa tuende kama unataka tufanye skimming au scanning. Nilikuwa mimi najaribu nilichokuwa watu faidika. Ni kweli, lakini nilichokuwa najaribu kukuambia tu ni kwamba word for word ili watu waelewe. Of course nilichokuwa najaribu na mimi hoja yangu ya msingi ni kama ulitaka kutuweka sawa kwenye ile miongo ya uongozi. Ungetusomea hapo awamu za uongozi. Tutafika. Mkutano huo ulihudhuriwa pia na naibu waziri wa Wizara ya Mambo ya Nje Dr. Damas Ndumbaro, mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa BMT Lord Gatenga na wadau wengine walioalikwa ambao sio wanachama wa shirikisho. Baada ya kumalizika kwa hotuba zote za rais wa TFF na Dr. Ndumbaro, ajenda kubwa zilizokuwa zikisubiriwa na wadau hao ni mabadiliko ya katiba na mapato na matumizi kwa maana ya bajeti ya fedha ya shirikisho. Mabadiliko ya katiba. Mkutano huo ulifanya mabadiliko ya katiba kwa mujibu wa maelekezo ya shirikisho la soka la kimataifa FIFA. Very important kuelewa hapo kwamba haya mapendekezo, maana mtu anaweza kutengenezea picha kwamba haya mapendekezo yalifanywa kwa utashi wa mtu binafsi. Sawa. Lakini hapa kwa mujibu wa taarifa ya Mwanaspoti tunaelekezwa kwamba mkutano huo ulifanya mabadiliko ya katiba kwa mujibu wa maelekezo ya shirikisho la soka la kimataifa FIFA, ambapo imeelezwa cha kwanza kitakachofanyika ni kubadilisha kanuni, huku mambo mengi yakiendelea kufanyika wakati zinarekebishwa. Tulikuwa na ajenda ambayo ipo siku zote, lakini wakati mwingine isiwe na utekelezaji kwa sababu mabadiliko ya katiba ni ajenda iliyokuwepo kwenye mkutano mkuu. Ajenda zimejadiliwa kikatiba, alisema Karia, ambapo wajumbe wa mkutano mkuu waliridhia mabadiliko hayo. Katika mabadiliko hayo yamepunguza kiwango cha wajumbe wa mkutano mkuu na wa kamati ya utendaji, lakini yanaongeza nguvu zaidi ya utendaji kwa makatibu wakuu, na kwa maana hiyo hawatakuwa wajumbe wa mkutano. Tulikuwa na kanda 13 zinazowakilishwa kwenye mkutano mkuu, lakini sasa hivi zitakuwa 6. Kwa maana hiyo mjumbe wa kamati ya utendaji huwezi tena kuwa msimamizi wa ligi, hivyo makatibu atakuwa na nafasi kubwa ya kusimamia mpira. Tutakachokifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba kanuni zinabadilishwa ili ziwataje wao na kuangalia jinsi gani zinawawezesha kufanya majukumu yao. Tutakuwa na mafunzo ya mara kwa mara juu ya kuzifahamu kanuni hizo, inaweza kuchukua mwaka mzima, lakini huku baadhi ya kanuni zikiendelea kufanya kazi kuanzia sasa. Tunapobadilisha katiba ni lazima ipate muhuri kutoka kwa msajili, na tumeshirikiana vizuri tu, ndio maana tunasema kuna mengine kwa mujibu wa kanuni yataanza leo na kuendelea. Sawa. Kuna sehemu nyingine hapa ambapo kuna taarifa nyingine nao ni ya Mwanaspoti ya mwaka jana, ambapo Karia amenukuliwa akisema bado nipo sana TFF. Sawa. Na anasema miaka 7 ya uongozi wake. Hapa ilikuwa ni mwaka jana Machi 7 alikuwa ameongoza kwa muda wa miaka 7. Kwa hapa ni 8. Huu mwaka ni 8 huu. Kama ulikuwa haujui, basi elewa kwamba Karia aliingia TFF akiwa na mikakati mizito ya kuendeleza soka la Tanzania ambalo kwa sasa linatamba Afrika. Kuna natafuta sehemu ambayo by the way pia ilikuwa ni brief nzuri Kamanda. Nataka Kamanda tutafutie hiyo sehemu ya miaka ya mabadiliko. Nimeipata. Mimi nanukuu maneno yake. Mimi ni kiongozi. Mwaka jana nimetimiza miaka 60. Kwa hiyo kwa maana ya umri wa kustaafu kiserikali nimeshafikisha. Sasa kutokana na katiba mpya ambayo tulibadilisha, hiki ni kipindi changu cha kwanza kati ya vitatu. Nazungumza hivi kisheria. Hata Infantino hiki ni kipindi chake cha pili. Mungu akinipa uhai nitakapomaliza vipindi vyangu vitatu, sitaendelea tena, nitamwachia mtu mwingine, anasema Karia. Means miaka 12. Unaelewa? Yaani awali kabla ya mabadiliko ilikuwa ni vipindi vitatu, miaka mitatu. Ilikuwa vipindi viwili, miaka 4. Kwa hiyo jumla miaka 8. Miaka 8. Ukimaliza 8 unaacha. Yaani sawa sawa. Kwa hiyo sasa unaruhusiwa kugombea vipindi vitatu kwa maana 12. Miaka 12. Kwa marekebisho ambayo yalifanyika. Ambapo Karia ameshakaa vipindi viwili. Huo ndio mwaka wake wa 8. Means tena yule vipindi viwili. Karia hajakaa vipindi viwili.
Mimi kwenye hilo hiki ndo kipindi cha kwanza kwenye ile Bwana Juma 12. Naomba nimalize mimi kwa taarifa ambayo nayo, kwa taarifa ambayo mimi nayo. Hapo sawa. Inasemekana kuna mwanasheria ambaye amepeleka malalamiko yake kwenye Wizara ya Michezo. Kwa hiyo nimefanikiwa kupata namba yake. Tunaweza tukampigia hapa atusaidie explain. Lakini Rich, wakati Hassan anamtafuta, Karia aliingia kwenye kipindi cha miaka 4 ya katiba iliyokuwa ya mwanzo ambayo ilikuwa chini ya nani? Ya Jamali Malinzi. Kwa hiyo yeye alivyotumikia ile miaka 4, manake amefanya miaka 4 kwenye uongozi kwenye katiba ya mtu mwanzo. Alipobadilisha katiba iliyoanza 2000 hiyo na 21, sasa anaanza kwenye mwaka wa kwanza. Kwa hiyo kwenye awamu ya kwanza hii akirudi ni ngapi? Anabakiza 1 ambayo ndio itakuwa 12 ambapo atakuwa amemaliza vipindi vyake vitatu. Wakati tuko sawa, wakati mwanasheria anatafutwa, kuna mwanahabari mwenzetu ambaye ana kitu very curious hapa amekiposti. Ndio nimeshawishika. Nani? Ndugu yetu Saleh. Okay, ndio veteran journalist huyo. Alafu baada ya hapo sasa ukishasoma hiyo tutamsikiliza Mbete Msola. Sawa. Anaandika tayari, hii ni Instagram post ambayo ameipost 17 hours ago. Ndio. Anakuambia tayari kuna taarifa kadhaa kutoka katika vyombo mbalimbali nje ya Tanzania kwamba kuna ujanja unafanywa kwa ajili ya kumuondoa madarakani Wallace Karia. Inaelezwa eti serikali ndio imeamua. Wajanja wanataka kutumia mwanya wa njia ya mkato waingiza watakao madarakani kwa faida ya mfanyabiashara mmoja tu. Serikali haiwezi kuingilia masuala ya soka na hakuna kokote inaonyesha TFF imekosa au kuyumba. Acheni kuwatisha viongozi wa TFF kwa kuisingizia serikali kwa manufaa yenu. Mlio na nafasi serikalini lazima mjue ni dhamana, msitumie vibaya kwa kuwasingizia viongozi wakubwa kwa faida zenu binafsi. Maslahi ya nchi yatangulie. Msigombanishe serikali na FIFA kwa kuwasingizia viongozi wa juu wa serikali. Waacheni TFF wafanye kazi ya kuendeleza mpira. Nadhani hata Saleh Jembe pia